Hello, habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya WS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea sababu za kuwa na kitambi. Wengi wamekuwa na changamoto ya kitambi au uzito kuongezeka, lakini nikumbushe kwamba kitambi na utumbo kuongezeka sio laana wala sio uchawi, ni uchaguzi wa vyakula ambavyo unakuwa unaofanya siku kwa siku. Hivi vyakula unavyokula ndio ambavyo vinakufanya hivyo ulivyo moja kwa moja kuonekana kama mjamzito wa miezi mitatu. Sasa kama huko hapo na changamoto ya kitambi, changamoto ya uzito mkubwa, basi hapa nitakuletea vyakula vinavyokujengea kitambi. Hivi ni vyakula ambavyo vinakufanya wewe muweze kuwa na kitambi zaidi. Namba moja, huwa tunasema ni ugali mweupe au wanga mweupe. Refined carbs ni moja ya changamoto kubwa ambayo wengi tumekuwa tukiwa nayo. Na tunapoongelea ugali wa sembe, kuna ugali wa sembe, tunaongelea mkate mweupe, lakini pia wali mweupe, tunaongelea chapati. Hivi mwilini huwa vinageuzwa kuwa sukari moja kwa moja, na vigeuza kuwa sukari moja kwa moja, haraka hiyo sukari mwilini huwa inabadilishwa kuwa mafuta, ambayo hayo mafuta ndo hayo ambayo yanatengeneza kitambi. Unakuwa na uzito mkubwa, unakuwa na kitambi moja kwa moja. Kwa hiyo ugali mweupe ni hatari kwa afya yako, wanga mweupe ni hatari kwa afya yako, vinaongeza kitambi. Lakini cha pili tunasema ni refined sugar, sukari iliyojificha. Unatumia vyakula vyenye sukari, mara nyingi utasikia kwamba ina sukari kidogo. Hata kama ina sukari kidogo, hiyo kidogo ni ndio hii ambayo imeharibu maisha ya watu wengi. Hivi kwa hiyo unajua kwamba unatumia juisi za pakiti, unatumia soda, unatumia yogurt tamu, unatumia chai yenye sukari nyingi. Ndugu yangu, hii hapa ni mchangiaji namba moja ambaye anakufanya wewe uweze kuwa na kitambi. Na hata kama uli sana, lakini kama unakula vyakula vya mafuta, hivi vinywaji huwa vinaongeza mafuta ya tumbo haraka kuliko chakula chochote kile. Ndio maana pia tumekuwa tukiambia hakikisha unaepuka hidden sugar. Hidden sugar ni hatari kwa afya yako. Lakini pia namba tatu tunasema kuna wale ambao tunakula chipsi, imepita kwenye mafuta. Sasa hivi ile ni chakula ambacho wengi tunakipendelea. Lakini pia kuku wa kukaangwa, tunakula vitu vya kukaangwa kwenye mafuta. Kuna mayai yaliyokaangwa na vyakula vyenye mafuta mengi. Hiyo ni hatari kwa afya zetu. Ni kwa nini? Hizi tunaita ni trans fat. Trans fat ni adui wa afya yetu, na haya mafuta huwa yanaendelea kukaa sana kwenye tumbo lako la chini, tumbo lako au chini ya kifua, na hapa ndo kitambi huwa kinaanza kuonekana na kitambi kinaanza kujitokeza. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, hakikisha unaepuka hivi vyakula kwa sababu vinakujengea kitambi. Lakini pia vyakula vingine ni vyakula vya viwandani, processed food. Tumeshawaambia mara kwa mara, huwa tunawajulisha kwamba hakikisha unaepuka vyakula vya viwandani, processed food. Kuna mambo ya biskuti, kuna sambusa za dukani, kuna mandazi, kuna donati, kuna pizza, kuna baga. Hivi vyote vinakuwa na unga mweupe na mafuta mabaya, na mwisho wake vinakuwa na sukari. Kwa hiyo kombo hii ni kamili kabisa ya kujenga kitambi ndani ya tumbo lako. Vyakula vya viwandani viko pale na vinakuwa vitengenezwa na mafuta mengi sana ambayo imetengeneza kitambi. Ndio maana wengi imekuwa na changamoto hizo. Kwa nini siku hizi kitambi kimekuwa changamoto? Sababu pia vyakula vya viwandani ni changamoto kwa afya yako. Lakini pia namba tano tunasema kula usiku sana. Tumekuwa tukiwaambieni mara kwa mara ndugu zangu kwamba ukila usiku sana, ina maana mwili wako haufanyi kazi zaidi, ina maana hautachoma calories nyingi. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni hakikisha unakula at least kabla ya saa 2 au maliza masaa 3 mpaka 4 kabla ya kwenda kulala. Kwa nini? Chakula kifanyiwe uchakatwaji ili kiweze kuchoma calories. Sasa chakula kifanyiwe uchakatwaji na kichomi calories, what do you expect? Moja kwa moja utatengeneza mafuta kwenye tumbo
lako, ni hatari kwa afya yako. Mwili unatakiwa kukaa kwa muda kadhaa ili uweze kuchoma mafuta. Sasa kama utakaa mwili wako bila kuchoma mafuta, basi ndugu yangu, hiyo ni hatari kwa afya yako. Hakikisha unakula masaa 2 kabla, masaa 3 mpaka 4 kabla ya kwenda kulala, au ikikushinda kula kabla ya saa 2, kula saa 1, basi uendelee na maisha yako. Na hii imeua watu wengi sana. Kula usiku sana ni changamoto ya kiafya inayopelekea changamoto ya kuwa na kitambi na uzito mkubwa. Lakini pia maziwa matamu sana na ice cream. Wadada wako hapa, wanawake wako hapa, maziwa matamu, nyie ndo mnapenda vitu vitamu kwa 100%. Mnapenda ice cream nyingi. Mtumie ndugu yangu, hiyo ni hatari kwa sababu ina mafuta mengi, na hiyo mafuta end product ya sukari inatengeneza mafuta ambayo tunasema inatengeneza tumbo fast moja kwa moja. Ndio maana utahisi unakaa kitambi kama kale ka ujauzito kama miezi mingapi? 3. Ni changamoto kwa afya yako. Lakini pia pombe, especially bia. Nadhani tumeshaliongelea hili swala. Hili ndo chanzo cha belly fat moja kwa moja. Tunasema pombe huwa inazuia mwili kuweza kuchoma mafuta au kuchoma karolizi zake, na zinakuwa na mafuta ya tumbo ambayo yanasababisha kitambi moja kwa moja. Sasa wewe unaendelea kutumia bia, unategemea nini? Ndugu yangu, kama unaendelea kutumia bia, hii ni changamoto ya afya ambayo itakupelekea kitambi. Kwa nini? Kwa sababu mwili wako utakuwa hauna nguvu ya kuchoma calories. Sasa kuna wengine ambao wanakuja watuuliza, kuna wanaokunywa pombe wakanenepa na kuna wanaokunywa pombe wakakonda. Hiyo inakuaje? Nimeshaelezea kwenye clip zilizopita. Hakikisha unafuatilia channel yetu ya Sabo Clinic pote, Instagram, TikTok, YouTube, tunaitumia hiyo. Utazidi kupata masomo mbali. Sasa hapa nitakuelezea kwa nini kitambi ni hatari. Wengi wamekuwa wakituuliza kwa nini kitambi ni hatari. Kitambi ni hatari kwa sababu namba moja, huwa kinaongeza changamoto ya pressure. Ndio maana wengi wenye changamoto ya pressure huwa tunawakataza kabisa kuweza kutumia pombe. Namba mbili, inaongeza riski ya kisukari. Changamoto ya kisukari, ndugu yangu, ni hatari kwa sababu itapelekea uwe na changamoto ya kisukari, na maana figo yako ini yako haitafanya, kongosho yako haitafanya kazi vizuri samani. Lakini inaongeza mafuta kwenye ini, fatty liver. Una changamoto ya kwenye ini, ni hatari kwa afya yako. Hakikisha unajali tumbo lako, ile kitambi ya uzito mkubwa. Lakini inaathiri nguvu za kiume na homoni za kike. Nguvu za kiume, mko ukipambana sana kutafuta nani inakuaje, ndugu yangu, tunaondokaje na nguvu za kiume? Hakikisha unatengeneza mwili wako usiwe na kitambi. Lakini kwa wanawake wengi wamekuwa kisumbuka na uzazi, ni changamoto ya mafuta yanavuruga homoni, na wengi unakuta kabisa hawapati siku zako, kwa hiyo siku zao moja kwa moja. Kwa hiyo haya ndio madhara ambayo utayapata. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Kwenye video ambayo imeshapita tuongelea vyakula vya kuondoa changamoto ya kitambi. Ufanye nini ili uweze kuondokana na changamoto ya kitambi? Kama una changamoto hiyo, basi wasiliana na Dr. Jimmy. Leo niko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Lakini cha kwanza, hakikisha unafahamu kabla ya kuanza kupunguza uzito wako na kitambi, fahamu kwanza uzito wako ni kilo ngapi, lakini urefu wako. Na hapa nitakwambia unatakiwa upungue kilo ngapi ili kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.